Kituo cha polisi cha Kiamumbi katika kaunti ya Kiambu kwa ufunguzi wa jengo mpya katika kituo hicho. Haya yanajiri huku kukiwa na ongezeko la visa vya magenge ya wahuni, swala ambalo Kanja anatarajiwa kuzungumzia. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Mike Kagwongo ambaye yuko hapo. Mike, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina. Naam, swadakta kabisa Paul Kirobi, pasi na shaka na kupata katika njia iliyo shwari zaidi kama ulivyodokeza hapo awali, na tunakujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Nairobi, hususan hapa katika mtaa huu wa unajulikana kama Kiamumbi, na hapa tulipo kwa sasa ni katika stesheni ya polisi ya Kiamumbi, na ambapo ulivyodokeza ni kwamba Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja ashawasili pamoja na manaibu wake Masengeli pamoja na Eliud Lagat katika juhudi tu za kuhakikisha kwamba wanafanya mazungumzo ya moja kwa moja. Na lililowaleta hapa hususan leo ni iwapo mpiga picha wangu atakuonyesha kwa umbali kiduchu, ni hili jumba ambalo liko nyuma yangu hapa Paul Kirobi. Ni jumba ambalo limefanya kutengezwa karibuni tu na halijafunguliwa. Kwa hiyo wanakuja kulifungua jumba hili katika mustakabali wa kuhakikisha kwamba usalama eneo hili unafanya kuimarishwa. Jumba hili limetengezwa kwa usaidizi wa hazina ya NGCDF ya eneo hili la Kiambu, ama eneo bunge la Kiambu, kupitia mbunge Mashua Waithaka ambaye bila shaka amejitolea katika ama kwa hali na mali kuhakikisha kwamba eneo hili linaimarisha usalama wake. Hapo awali Paul Kirobi pamoja na mtazamaji wetu ni kwamba katika eneo hili la Kiamumbi pamekuwa na sintofahamu ya ukosefu wa usalama, na kumekuwa na visa sihaba kila kuchao kwamba kuna ukosefu wa usalama, utovu wa usalama, na tangu Inspector Generali Kanja aweze kuchukua usukani, bila shaka eneo hili limeweza kuimarisha usalama wake na kuhakikisha kwamba hakuna visa vyovyote na ambavyo vinakadiriwa vya upotevu wa usalama. Na lile ambalo bila shaka wao wanakusudiwa kulizungumzia kwa undani katika mkutano huu hapa ni jinsi ambavyo kumekuwa na ongezeko la magenge na wahuni hapa jijini Nairobi, ukizingatia kwamba majuzi tu ambapo katika kanisa Katoliki kumetokea wahuni, na kuna tetesi kwamba wale ambao walikuwa wamenaswa wameachiliwa, na hilo ndilo atakuwa anajaribu kulizungumzia na kudadavua zaidi. Atuambie, je, ni kweli? Na wale ambao wanahusishwa na wahuni vile vile wakiwemo wanasiasa watachukuliwa hatua gani za kisheria? Je, wanasiasa vile vile wanahusika kuweza kuwatafuta ama kutengeza wahuni ambao wanawahangaisha wakazi pamoja na maafisa mbalimbali katika jiji kuu la Nairobi? Na sio Nairobi peke yake, manake maeneo mbalimbali humu nchini inasemekana kwamba wahuni, na wengi wameona na kumeripotiwa katika vyombo vya habari kuhusiana na wahuni mbalimbali wakiweza kuadhiri na kutekeleza masuala ambayo bila shaka yameweza kuadhiri wa Kenya kwa njia moja au nyingine. Upande wa pili natarajiwa vile vile kuzungumzia kuhusiana na madai ya kwamba bunge la mwananchi hapa jijini Nairobi, wale vijana ambao wanahusika pale wamekuwa wakitumiwa vile vile na wanasiasa kuweza kupotosha watu na kutengeza magenge ya wahuni hapa jijini Nairobi. Kwa hiyo ni swala ambalo ukiwaona wao watatu hapa, wanne anazungumza kuhusu manaibu Inspector Generali Kanja pamoja na Masengeli, akiwemo vile vile mkuu wa DCI Mohamed Amin vile vile ameweza kuwasili hapa, na IG mwenyewe Douglas Kanja wakiweza kuwasili hapa. Ni ishara kwamba kuna jambo ambalo wanahitaji kulizungumzia katika mustakabali wa usalama humu nchini, sio hapa jijini Nairobi peke yake, bali katika maeneo mbalimbali ya taifa hili. Wakiwa hapa wote wanne, ni ishara tosha kwamba hali ya usalama na upo mustakabali ambao wanataka kuelekeza taifa katika juhudi tu za kuhakikisha kwamba usalama unafanikishwa katika taifa hili la Kenya. La ziada halipo kwa sasa, Paul Kirobi. Tutazama baadaye, tutafanya kuibuka tuweze kukufahamisha yale yote ambayo watakuwa washazungumzia na vile vile yatakuwa yanafanya kuendelea. Kwako studio, mimi ni Mike Kagwongo. Naam. Asante sana Mike Kagwongo, moja kwa moja. Ukizidi kufuatilia taarifa hiyo, tutakuwa tunaungana nawe hapo mwendo wa saa 7 utujuze mengi zaidi, lakini kwa sasa